kama nilivyosema, si maarufu sana, si mhubiri kama wengine, lakini kwa neema ya Mungu nasimama. Hiyo ndio ninaisifu na kuiinua. Sio umbo langu au ujanja wangu au sasa nimekuaje au kwamba nimekuwa Ukonga au kwamba nilikuwa wapi. Hayo ni majani tu. Yesu anataka matunda. Ili matunda yaje ni kutii neno lake na kutii kiutumishi. Leo na baada ya mahubiri na baada ya nimesahau kitu kimoja. Kuna viti vya Mongola ndege kuweka wakifu, kitakuja hata kimoja baada ya mahubiri na baada ya mambo yote pale. Katibu atakumbusha au kiongozi wa ibada. Leo tutawaza hivi, kuingia nyumbani mwa Bwana na moyo wa kweli. Ndicho tutakachokiwaza. Kuingia nyumbani mwa Bwana na moyo wa kweli. Kama tutawaza hivyo kwa umakini, kitu hasa kinachotakiwa sasa ni kwamba tutakuwa na moyo wa kweli tunapokuwa nyumbani mwa Bwana. Huo moyo tutakuwa nao. Na hiyo ndio mtima tunaoutaka. Niko najiuliza, watu watakuwaje na moyo wa kweli wanapokuwa katika nyumba ya Bwana? Ni kwa sababu ya neno, sio kwa sababu ya mimi kuwafoka. Mbona hamkuja katika nyumba ya Bwana? Mko hivi. Hukumu hizo haziwezi kukujenga wala hakukubariki. Ila Roho akituambia sema hili, ninasema kwa sababu Roho amefanya nini? Amesema. Sio kwamba mimi ni nani. Kwani mimi nani? Mimi ni kuhanda tu. Uchungaji ni mali ya Mungu, sio mali ya kuhanda. Hata mimi napaswa kutetemeka mbele zake. Kwa asili mimi sio mhubiri sana. Walimu wangu walikuwa wananiambia wewe ni mwalimu, mfundishaji. Sasa hata walimu wenyewe sio kwamba ni mwalimu kuliko walimu wengine, hapana. Lakini si mdogo kuliko wengine kwamba ninayoweza kufundisha ni takataka tu, hapana. Kila kinachofundishwa ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kuwaza hili, wazo hili kuu, kitakacholetwa hapo ili liweze kukamilika mioyoni mwetu, na ndipo tuweze pengine kuwa na moyo wa kweli tunapokuwa humu, tutakuwa na mifano minne. Mifano ya watu wanaweza kuonekana wamo katika nyumba ya Bwana na moyo wa kweli. Lakini kabla ya kuingia pointi moja moja mpaka hizo zote nne, nipende ni kuwaomba somo letu hilo, Mathayo sura ya 21 mstari wa 12, kuanzia mstari wa 12. Mathayo sura ya 21. Kwa nimetoka. Asante, nimeipata. Somo la kwanza lilikuwa katika Zaburi ya 122, mstari wa kwanza na wa pili. Pointi yetu iko mstari wa kwanza. Daudi alisema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nyumbani kwa Bwana. Kuingia nyumbani mwa Bwana na moyo wa kweli. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Hata pambio lipo, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani. Hilo pambio huwa mnalimba. Ni maneno ya mfalme Daudi. Mfalme kwa leo ni kama Samia Suluhu Hassan,
Sio Barack Obama, ni Trump Donald. Ni Kagame na kadha wa kadha. Kuna nchi za kifalme na nchi za residential, yani za kiraia, yani president, pre-president, yani mbele ya raia. Kiongozi wa namna hiyo anachaguliwa na raia. Na ndio maana tumekaribia uchaguzi, si ndio? Nchi za kifalme hawachaguliwi, wanarithi. Hawachaguliwi. Kingship. Sasa Daudi alikuwa ni mfalme. Sio wa kuchaguliwa, hakuwa president. Hakuwa rais. Alikuwa ni mfalme. Mfalme anafurahi kwenda nyumbani kwa Bwana. Mfalme. Vipi sisi? Nyumbani kwa Bwana. Nyumba ya Bwana. Hilo chukua. Na hama huko na kuja kwenye Mathayo 21. Kuanzia mstari wa 12, unaweza kuanzia hata nyuma kidogo. Napenda niongee juu ya muktadha, juu ya context, mazingira yake kidogo. Mwandishi ni Mathayo, aliyeitwa na Yesu Kristo. Alikuwa Forodhani, ndio ilikuwa kazi yake. Kaambiwa acha nifuate. Akaacha, akamfuata. Ameandika hayo maneno. Hakuyaandika peke yake. Na Marko ameandika, pengine na Luka ameandika. Ila wameandika, ukisoma unaweza kugundua tofauti zilizopo. Unaweza kugundua tofauti ya Marko na Mathayo, lakini mimi nimechagua Mathayo. Iko hivi. Ni kipindi ambacho Bwana wetu Yesu Kristo, nafikiri ni kama ilivyoandikwa, ikatimia kwamba ataenda Yerusalemu. Na huko kwenda Yerusalemu, kama ilivyokuwa imetabiriwa, imeandikwa tangu zamani, ilikuwa ni kwa kwenda kwa utukufu wa hali ya juu. Na kwa kweli yeye ndiye aliyeanzisha hiyo safari, sio wanafunzi wake. Yeye alianzishaje? Akawaomba wanafunzi wake, tunaenda Yerusalemu. Sasa mtoke hapa muende mpaka huko mbele, kijiji kinachofuata huko. Mtamwona mwanapunda amefungwa. Mkifika msiulize huyu ni wa nani, huyu ni wa nani. Ukifika kazi yenu ni kwenda kumfungua, msiombe ruhusa. Watatokea watawaambia, "Nyinyi mnafanya nini? Huyo mwanapunda mnampeleka wapi? Wezi nyinyi." Watasema hivyo, lakini waambieni Bwana anamhitaji, atamrudisha. Nendeni kwa kauli hiyo. Walienda kwa kauli hiyo. Wakamkuta. Yaliyotokea ni yale aliyosema Yesu Kristo. Swali, alikuwa amepita kule akamuona yule? Yeye ni Mungu. Alijua anachokifanya, na katika ulimwengu wa roho aliona, akawaona, na alijua yote. Hawa wanafunzi hawakujua. Na walipofanya hivyo wakamleta. Walitandika nguo juu yake. Akapanda mwanapunda, akaanza safari. Ni Marko au nani ameandika punda na mwanapunda, lakini wote wanakubaliana aliyepandwa ni yule mwanapunda, sio yule punda mkubwa. Kwa Mathayo haonekani punda mkubwa, ameonekana mdogo. Unaweza kusema Biblia mbona inajipinga? Labda Mathayo alilenga tu yule mwanapunda, ndio pointi yake kubwa. Hakusema habari ya mama yake na punda. Ikaanza safari. Wamekaribia Yerusalemu. Watu wanazizima, wanalaza
majani ya mtende wakaanza kuimba Hosana mwana wa Daudi ajaye, na wakaanza kushangilia mpaka Yerusalemu yote ikazizima. Huyu kijana tu kwa miaka 30. Inakuwaje? Lazima ujiulize. Wale ambao walifichwa hawajui maana ya maandiko na hajui nini kinaendelea katika ulimwengu huu. Tuwe makini tunapoona mambo ya mitandao, cryptocurrencies na mambo mengine, tusifikiri tumejimwaga tu. Imetabiriwa, imeandikwa, tunaenda na ulimwengu. Nenda na maandiko, nenda na kiroho, muombe Mungu. Yesu yuko karibu kurudi. Atakuta unafikiria tu kuoa na kufanya biashara. Anatimia hapa. Umetoa mahali, hujafunga ndoa, umechukuliwa na Bwana. Sio utakataa kwamba tuoane kwanza. Hakuna kitu kama hicho. Yesu anakuja na utukufu wake. Amefika pale. Ninaenda kwa muktadha wa Mathayo. Nikienda kwa Marko au Luka ni tofauti kidogo. Mathayo anasema kwamba alipofika akaingia ndani ya hekalu. Hiyo ndiyo nyumba ya Bwana, kama ilivyoandikwa. Akakuta watu wanavunja fedha, wanabadilisha fedha, wako huko kwenye tawi hilo la watu wa mataifa. Akakuta watu wanauza njiwa. Akakuta watu wana kondoo mle. Akakuta watu wamerunika 1, 2, 3, 4, 5 wamekaa pale ndani ya hekalu. Moyo wake ukajaa hasira. Ambaye alikuwa ni mpole, anapelekwa machinjoni bila kuongea, alikasirika. Na hata Musa alikuwa mpole, lakini alipoona watu akakasirika. Hakunaga upole roho akiingia kama kuna mambo machafu. Akapindua mameza, njiwa yakaanza kupitia madirisha, yanaendelea. Hawakamatiki tena njiwa. Amepindua mwana wa Daudi. Tunajiulizaje? Baada ya hapo akatoka hapo hekaluni. Haikuandikwa alienda na yule mwanapunda, akaenda Bethania na wanafunzi wake, wakalala huko. Asubuhi wakarudi, wanatembea. Ukisoma vizuri kama tulivyosoma, Yesu akaonekana amechoka, halafu ana njaa. Si kule kupindua mameza, kule kazi ilikuwa nzito, akaenda halafu amechoka, halafu hakupata msosi. Kutokea hapo anaona kwa mbali mtini. Akaongoza kuendea mtini apate matunda kwake. Alipoukaribia hakukuta matunda, hakuona matunda, bali majani tu. Maandiko yanasema akakasirishwa na tukio hilo. Kwa nini hakuna matunda na nina njaa? Akaulaani ule mti. Ukafanya nini? Ukanyauka. Lakini maandiko yanasema pale, wakati huo haukuwa wakati wa matunda. Lakini pia ilionekana maandiki yale ulikuwa barren. Unaweza kukuta mti hauna matunda, lakini miti mingine ina matunda. Utasa unaingiaga hata kwenye mimea. Naweza kukuta hata papai tasa, mpera tasa, na nini tasa.
Tasa ni kutokana na dunia ilivyoharibika na dhambi. Tasa zinaingia kila tasa ni uharibifu wa dunia hii. Yesu ameona hivyo, ameulani. Swali linakujaga pale, wanatheolojia wanajiuliza, kwa nini sasa aliulani? Kwa sababu kwanza sio wakati wa matunda. Wewe utatakaje matunda kwenye mti wakati sio wa matunda? Unaweza kutafuta machungwa wakati sio wa machungwa kwenye mti, na ukiukata kwa sababu haujazaa matunda wakati sio wenyewe, una haki? Ndio swali kubwa. Lakini pia swali jingine, huyu Yesu mwana wa Daudi hajawahi kamwe kutenda miujiza kwa ajili ya kukidhi njaa yake au kukidhi haja yake. Hakuwahi. Amebatizwa, anaibuka, anaenda kufunga siku 40. Katika kufunga shetani anakuja, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya yawe mkate. Alijibuje? Mtu haishi kwa mkate, anaishi kwa neno la Bwana. Alijibu. Kwa nini hakugeuza? Ili maana alikuwa na njaa. Siku 40 sio mchezo nacho. Wengine watu nafunga ukisema 3 kavu paka unaanza na kwenda hivi. Je, Yesu hakukuwa hata na uji kama tunavyofanyaga sisi? Yesu alipata wapi uji huu? Alikuwa nyanga. Hapo ilikuwa ni fursa kwamba mkate huu nifanye nini? Nigeuze. Lakini alikataa. Vipi sasa? Alikuwa na njaa, anakuja kutaka matunda kwenye mti ambao sio wakati wake na tena hauzai, halafu anakosa, anakasirika mpaka kuulani. Kwa nini huko hakula hiyo mikate? Swali. Je, ni tafsiri ya kweli hapo? Na sijui ni Marko au ni Luka, yeye amesema hivi. Yesu alipoenda kwa utukufu wake Yerusalemu, alipofika aliingia hekaluni, akaangaza, akaona shwari, watu hakuna. Akaondoka, akaenda kulala wapi? Bethania. Alipokuwa narudi ndio akaona mti mtini, akaulani. Halafu akafika Yerusalemu, akaingia mle hekaluni, ndio akapindua zile meza. Ndio tofauti, ukitaka kusoma maandiko utazikuta hizo. Maadui wa Biblia wanaweza kusema ona, imekosea sasa, imekosea. Kwa nini iko hivyo? Unaweza kukuta sababu yake ni kwamba ule utafsiri wa huko wa kuhamisha, maana Biblia haijaja kwa Kiswahili, ujue. Imeandikwa kwa Kigiriki na Kielamayo na Kiebrania. Sasa kuhamisha maneno kutoka Kigiriki kuja kuyaleta Kiswahili ni kazi pevu. Naweza ukakosea au naweza kwa. Lakini by the way, tafsiri zote hizo, point ni kwamba mwanapunda, Yesu alipanda mwanapunda na Yesu aliulani mtini na alifika hekaluni akapindua meza. Ndiyo kitu sahihi. Tuko pale. Swala si kwamba Yesu kwani alizaliwa tarehe 25 Disemba. Swala ni kwamba alizaliwa hakuzaliwa. Nyinyi mnaofanya birthday, wengine hata hamjui tarehe zenu. Umebuni tu. Lakini birthday keki ya gharama, ya masikio na ya ngazi, keki. Alafu nasimama kupinga Krismasi. Kwani tunaabudu siku ile? By the way, siku hata ukisema alizaliwa, kwani siku inajirudia, muda haupigi mark time wala haurudi nyuma, muda unaenda. Kama unataka kujua, angalia unazeeka, mbona haurudi kuwa kijana? Si unazeeka wewe? Nani ambaye anarudi kuwa kijana? Anakuwa anafika kama mimi halafu anarudi tena? Hakuna. Muda haurudi. Hata leo sio siku ya 7, ujue. Ni siku nyingi.
Tunaposema siku ya saba ni kwa sababu ya kujifanyia. Niende siku 7 nipumzike, siku 6 nipumzike, ya 7 ndio maana yake. Sikwambie mtu kwamba sijui mbona mnaabudu Sunday, Saturday je, Monday je. Hakuna siku ambayo haina Mungu pale. Ni ufinyu wa kujua. Saturday, Jumamosi ni siku ya shetani, Saturday. Monday ni Moon's Day. Thursday ni Thursday. Ile miungu iliyokuwa chini ya milima Olympus iliyoaminika ilihamia wapi? Mbinguni. Ndio hiyo. Ni imani za kishirikina tu, lakini hazibadili ukweli. Kungekuwa na teknolojia leo, tungekuwa tunaangalia filamu ya Yesu na picha ya Musa, tungeijua alikuwaje, alikuwa na pua gani. Hakuna. Nyinyi leo mnachelea hata kupiga picha, hamna. Huna picha, hamna. Ulikuwa wapi? Hamna. Umekuwa mshamba zaidi. Tubadilike, kwa tuna picha. Amekufa na unaichana na picha. Ananitilia geni, ninamkumbuka mno. Unamchana, mwache. Alikuwepo, hutaki kumwangalia, fumba macho, wengine watamwangalia, si ndio? Kwa hiyo Yesu alikuwepo na yalifanyika hayo. Tusiingie katika ubishi tukakosa cha kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ilikuwa hivyo. Sasa tunakuja pointi, ni nyumbani mwa Bwana. Kuingia nyumbani mwa Bwana na moyo wa kweli. Tunaangalia sasa mifano. Kwa hiyo moja, tunaenda sasa. Moja, ninaanzia vipofu na viwete, mstari wa 14 sura ya 21. Unasema hivi: na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya. Vipofu na viwete wakamwendea, walikuwa na moyo wa kweli. Unakuja hapa, unakuja kumtafuta Bwana, kuponywa na kumpa shida zako, una moyo wa kweli. Kama kuna mambo mengine unafuata, huna moyo wa kweli, hauhesabiki katika nyumba ya Bwana, hekaluni. Tunapokuja ndani humo, uje na moyo wa kweli, nije na moyo wa kweli. Nikisimama kuhubiri, nijipange kulisoma neno, niwape kweli kweli, nisiingie katika shebedu na nini eti kwa sababu nimesimama mbele nimewini sana, sijawini. Ni binadamu tu. Nisipotetemeka, nisipoheshimu, sina moyo wa kweli, na ninaweza nikawahubiri akawafaa, nikitoka sina sehemu hiyo, hakuna baraka hiyo. Hiyo ni kweli. Baba Askofu alisema mwaka huu mwaka wa kutafuta kibali. Sasa kibali huwezi kukipata, huna moyo wa kweli ndani. Unaingia huko. Kibali ni kukubalika mbele za Mungu. Huwezi. Sasa wale vipofu na walijitambua kwamba mimi niko hivi, sipaswi kuwa hivi. Sasa kuna Bwana amekuja, Yesu Kristo. Cha msingi, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu, ninataka kuponywa. Tayari wenye moyo wa kweli wakaondoka, wamepona. Hivyo ni mfano wa kwanza. Ndio maana nikasema kuingia katika nyumba ya Mungu na moyo wa kweli. Tufanye hivyo. Sijui niliwapa mfano huo. Walikuwepo wengine. Haya mabenchi ya kutengenezwa paka kunakuwa na, ukikaa huko hata huoni mgongo wa mtu. Kuna nani utafikiri meza hapo. Halafu anainama huko, anaanza kuweka angel face.
Mahubiri yanaenda, matangazo yanapotoka, ulisikia nini? Walisema nini? Sasa ulikuwemo? Mimi sijui tu, nilimjua usingizi sijui. Ulikuwa unafanya nini hapo? Ulikuwa huna moyo wa kweli, si ndio? Bahati mbaya sijui nzuri sijui ndio. Ana nail cutter. Mnafahamu nail cutter? Ibada inaendelea. Ipo katika ile ukuja ukapiga jicho la mwenzake hapo, ukaanza ugomvi huu hapo. Na yeye huyo akaona ugomvi wa namna hiyo hatutavuruga, ikaanza ugomvi wao kwa wao. Yani hawaelewani, majasho hapo. Wakitaka kujulikana wanapose. Wanaendelea na vita vyao, utadhani vya Ukraine au na Gaza na nani. Wanaendelea. Mwisho wa yote sasa wanapotokea nje, hawaelewani, hawazali. Kutoka huko nje zikaanza kupigwa. Zimeanzia kanisani, kwenye nyumba ya Mungu ya ibada. Yesu alipowafurumisha akasema, imeandikwa, nyumba yangu inaitwa nyumba ya sala. Ninyi mmeleta na kondoo kuuza humo na kuvunja fedha. Najua ilikuwaje mle ndani. Wale njiwa, kipindi kile kilikuwa ni kafara ya dhambi. Kwa wale masikini hawezi kupata mwanakondoo, hawezi kupata ng'ombe, hawezi kupata vile vitu vikuu. Kuna kuwa na hela kidogo. Wanaleta njiwa hapo kusubiria watu, anakuja na hela kidogo kuja kununulia hapo njiwa. Imeingizwa hekaluni ili atoe sadaka, kafara, dhabihu. Sasa kweli dhabihu Mungu ilikuwa na kibali, lakini ndio unaiuzia humo. Kubadilisha fedha, kuchenja, imekuwa biashara. Na biashara watu huwa wanapunjwa na kupunjwa na kunani. Hiyo ndio akasema mmefanya pango la unyang'anyi. Kulikuwa na kudhulumiana hata humo kwenye kuuzia. Humo hekaluni Yesu hakupenda. Akatakasa hekalu, akatoa vyote. Kwa hiyo katika nyumba ya ibada hakutakiwi kufanyika kitu chochote cha tofauti na ibada. Ndicho tunachoweza kujifunza. Kikifanyika hatuna moyo wa kweli. Nisisitize pia, tunapokuwa na visherehe na nini, jamani, tusije kupanga viti hapa, kula na kunywa humu na kunani. Tutakosa moyo wa kweli. Tutengeneze mazingira huko nje. Hata kama ni kulia huko nje, hata kama amekuja nani, basi tumpeleke hotelini, tufanye tunavyoweza. Lakini hapa ni kwa ajili ya ibada. Sometime watu najisahau tunafanya hivyo. Ninawaza yawezekana ndio wakati mwingine kunakuwa na uzito fulani. Wakati mwingine kunakuwa na misukumano. Ni kama gari ambalo sasa sijui umeweka clutch gani, sijui umeweka wale nani wa magari mnajua. Mbona linaruka kwenda nje ya barabara? Umelifanya nini gari? Nyumba ya Bwana umeifanya. Tukiingiza uchafu, Mungu hakai humu, tutaabudu wenyewe. Hata kama una moyo wa kweli. Lakini kuna mambo makando kando. Hapa ni nyumba ya sala. Nyumba ya sala manake ya ibada. Ndio maana Yesu akafukuza hayo yote. Mungefanyia huko nje. Lakini pia wao hawajiandai tu huko mpaka kununua ukaja naye. Ndio uzembe. Mpaka ikawa na soko pale. Sometimes tunatakiwa tukae vizuri. Kwenye kundi
mkiingiza mambo mengine, hata kama tumo ndani ya hekalu, ikawa vinaendelea vitu vingine, sio moyo wa kweli wa ibada. Na lazima kupigwa, lazima tupigwe. Tuangalie jamani, sio kama ninahubiri kwa ajili ya nimewapata basi, sijawapata, ninawapenda. Utakuwaje mchungaji bila wachungwaji? Alafu utakuwaje mchungaji alafu unawanunia, unawaponda ponda, badala ya kusaidiana unawaponda, ili iweje? Alafu wewe utajichunga mwenyewe? Mbona ni kitu ambacho hakipo duniani, ila kinaweza kuingia kwa sababu ya kiburi. Unajua wakati mwingine watumishi wa Mungu tuna mitego ibilisi anatutaka sana. Unaweza ukapewa kipaji na kipawa kizuri, utapohubiri unafundisha, baadaye unaanza mabega kama shetani vile. Sema nimembakiza ngapi Mungu? Si ni 50-50. Alitupwa, akawekwa pale Mikaeli, amepoteza kiti. Unaweza ukapoteza kipaji, kipawa, kwa sababu tu umekiringia, kwa sababu tu umekiona kama mali yako. Kinaitwa kipawa, maana yake ni zawadi. Kipawa maana yake unapewa. Wa Kenya wanasema kupeana, hawapewi kupewa, kupeana. Upewa, utakachopewa ni kipawa. Kama utazawadiwa ni zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa waviwete walikuwa na moyo wa kweli. Wakajua hapa tumekuja kuponywa, basi habari nyingine sina. Upate habari moja tu ya ibada na kuponywa na lete shida zako. Habari nyingine acha nje, acha huko. Hata kama mumegombana kiasi gani cha kuona, mwacha akae tu hapo, ni wa Mungu. Usibane kifua, ni wa Mungu. Atajiju kama na makosa yake na manini, si Mungu yupo na yeye? Wewe utakuwa Mungu wake, hata huwezi kumbadilisha. Achana naye, kaa wewe na moyo wa kweli, abudu kwa furaha zote. Akikufyonya unasema ubarikiwe, hata moyo, hata usimwambie barikiwa. Mwenye kufyonya barikiwa, wewe bariki tu. Maandiko yanasema barikini wala msilaani. Basi hiyo ndio biashara ya kwenye nyumba ya Bwana. Hakuna biashara humo ndani. Na Nyerere akasema Ikulu mnakimbilia kuna nini? Hakuna biashara Ikulu, hakuna. Ikulu ni kuwa mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2. Watoto wadogo. Mstari wangapi kweli? Wa 15. Watoto wadogo. Wa 15 unasema lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyoyafanya, na watoto walipopaza sauti zao hekaluni wakisema Hosana mwana wa Daudi, walikasirika. Wasio na moyo wa kweli walikasirika kwa kusikia watoto wamepaza sauti Hosana mwana wa Daudi, wanamsifu Mungu. Wenye moyo wa kweli ni sifa na ibada tu. Tumekuja kwa ajili ya hiyo vitu. Watoto walikuwa na moyo wa kweli. Ilikuwa imeandikwa tangu zamani, mpaka ikasema hamkusoma ya kwamba kwa vinywa vya watoto wadogo wamemkamilishia sifa. Yesu amekuja ili tumsifu. Yesu amekuja ili tumuabudu. Mwenye kumwabudu katika roho na kweli, ana moyo wa kweli na anakamilisha sifa, atarajie makubwa. Atarajie makubwa. Fanya hivyo, si vinginevyo. Usizue mengine. Usije hapo katoka watu wanakuja wanataka kutua mzigo wake, halafu anatoka na mzigo tena. Si ndio? Akitoka ameumia tena. Hiyo ndio kusudi kuja katika nyumba ya Bwana. Daudi akasema nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Watoto wadogo. Namba 3. Lakini kabla sijaenda na namba 3,
Nataka niseme kitu kingine ambacho kidogo kina mwingine. Afungue Yakobo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 7. Nani atakuwa? Yakobo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 17. Hiyo sasa tusome. Nani amefika? Tujikaze tu ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome sasa. Nani amefika? Nani mwepesi? Utabarikiwa sana. Mstari wa 1 hadi wa 7. Nisome. Yakobo ya 2 wa 7. Tusikilize. Ndugu zangu, hiyo imani ya Bwana wetu Yesu Kristo tuliyo nayo ni Bwana wa utukufu. Tusiwe nayo kwa kupendelea watu. Hata tukiingia katika nyumba ya Bwana, upendeleo tuung'oe moyoni huko. Endelea. Akiingia katika sinagogi, hiyo ilikuwa ni sinagogi lakini ni mbadala wa nyumba ya Mungu, wakati Wayahudi wakiwa nje, maana hekalu, nyumba ya Bwana ilikuwa Yerusalemu tu, lakini huko kwenye masinagogi walikuwa wanaabudu kabla ya mwaka ukifika, lazima waje hekaluni. Kwa hiyo ni sawa na kuwa hekaluni, kuwa sinagogi ni sawa na kuwa hekaluni, na hekalu ndio ilikuwa nyumba ya Mungu. Kwa leo sisi ni humu tulimokuja. Endelea. Na mavazi mazuri. Akija na pete nzuri na mavazi mazuri, watu wao wanapenda, umependeza, asante. Kisha akiingia na maskini, akija na mwingine maskini mwenye mavazi mabovu, na yeye anatakiwa kuja humu. Akija humu msinje, ulimuona? Yani hata hafui, ananuka. Ama umekuja kunusa, hata hivyo vumilia. Mbona unakaa kwenye nyumba yako, hata hapo kuna mauchafu pale huwa yananu. Hayo husemagi. Huyu tena ndio umekuja kumweka agenda. Makubwa hayo. Kwa hiyo tujikaze, hata kama ni Masai, ana perfume zake, si ndio? Hata kama ni Masai akija humu, tujikaze. Mbona kwenye basi tunajikazaga? Endelea. Nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri, mkimstahi yule mwenye mavazi mazuri, na kumwambia keti wewe hapa mahali pazuri, ukamuinua, wewe keti hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini, simama wewe pale, au keti miguuni pangu. Wewe simama hapo au keti hapa chini. Na unaweza ukakuta nyumba ya Bwana mwingine kuna uzembe, haijafagiliwa, haijadekiwa, kama huyo sina mavazi yake hapo unakaa hivyo. Je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Asante. Hata ukikomea hapo utasoma kwenda mpaka ule mstari wa 7. Ninaspea muda wangu. Utakuwa umekosea. Jamani, akija mtu wa namna hiyo, kwa namna hiyo, tujiongeze. Kama umechelewa tu. Mwache, usimtoe kwa sababu ya mavazi yake. Either labda protocol iko hivi. Kama ni mtoto mdogo kidogo, anapisha wakubwa, si ndio? Hilo siko kinyume na hilo. Lakini hapa kwa utaratibu wetu, si watoto wadogo wana vitu vyao hapa, wala sio bugu zaidi. Tuko vizuri. Ila sasa nasemea, akija mtu mwingine, mimi nilihamapo na kuhamapo nikahama, nikamwacha. Yani ndio agenda hiyo. Hauna moyo wa kweli. Hayo yanafanyikaga. Upendeleo. Wanatoka watu wamepigwa kama vile mswaki. Halafu sasa cha ajabu, waliokuwa wanapiga mswaki hapo, anatoka tena anamfuata kule kwenda kugugo upendo. Yule fulani alikuwa anakusema hivi, anakusema mulianzaje? Kama mimi nakuuliza mulianzaje? Hebu nisimulie A to Z. Kumbe ndio yeye alianza kumchimba. Wachimbaji ndio hawapendaki kuchimbwa. Nani wakali? Wanachimbana humu kwenye nyumba ya Bwana. Tumekosea. Kama watakuwemo, turekebishe. Bwana Yesu asifiwe.
Baada ya hilo sasa, namba tatu ni mfalme Daudi. Huyu mfalme Daudi, mstari wa 15 hapo, watoto wanasema Hosana mwana wa Daudi. Na ukienda katika Luka sura ya kwanza mstari wa kuanzia wa 32 mpaka na wa 33, unakuta huyu Daudi ni kava ya ufalme wa Yesu wa milele. Ni kava. Kwa sababu katika Luka ameambiwa utazaa mwana, naye ni Yesu, ambaye atamiliki kwa mfano wa kiti cha Daudi cha enzi baba yake. Daudi anaitwa baba yake na nani? Na Yesu. Ukienda kwenye mtiririko wa ukoo wa Yesu utamkuta Daudi amewekwa pale. Yesu amepita kwa Daudi mpaka akapita kwa Mariamu. Lakini mbona hakuitwa kwamba mwana wa Mariamu hapo? Anaitwa mwana wa Daudi, wala sio wa Yusufu. Kwa nini? Daudi alikuwa mnyenyekevu wa ajabu sana. Ndio maana somo la kwanza linasema nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Tunapata picha gani? Daudi kwenda nyumbani kwa Bwana alikuwa na furaha sana kuliko kawaida. Kwa mambo mengine anaweza akaahirisha, twende nyumbani kwa Bwana, vitu vyote anaviona pembeni. Mhubiri wa Krismasi yeye anasema waasi ndio wanatisha. Kimpigia simu wakati wa ibada, anaenda na kwenye kajani anaahirisha na sasa shoga yangu ikawaje? Amesahau kabisa kwamba ni muda wa nini? Wa ibada. Ila waarasi wakisikia ngenge wanakuaga na kengele, anakimbia, anasahau kabisa. Hata unaweza ukamuokotea simu yake. Waislamu, nilipata kwenda pale panaitwaje? Wanaita kama Dubai pale Mwanza, kuna duka pale. Tunaenda kununua vifaa vya wanakwaya, nikiwa mwinjilisti kule, nisindikiza wanakwaya. Ikapigwa adhana pale. Yaani tumetoa hela ile, tunawahi na usafiri. Anasema naenda kuswali. Niuzie kwanza. Huwezi enda na mali kaburini. Akakataa hayo mahela, kafunga. Tena tulipotaka kumlazimisha kumsihisi, akafunga. Ameshatosha hizo mbele ya Mungu. Waasi tuko chini. Unaweza ukaahirisha ibada kwa kitu kidogo sana kabisa. Kwa Daudi tuchukue huo mfano. Na tukiwa ndani, Daudi siku moja alicheza tukunyema kabisa. Kulingana na nguo aliyofunga ikadondoka. Maandiko yapo. Ilipodondoka, wale waliomo nani wepesi wenye maini ya mapafu yaliyo laini wakaanza kuja kaanza na kuja mfalme mzima na nini. Alikuwepo binti mmoja, maandiko yanasema alilaaniwa na laana ikakamata. Hakuwa anavua makusudi. Hapo roho aliingia, ila tu mavazi alivyovaa. Jamani, mvae vizuri. Ndio maana kuna mikanda. Msijiachie, utapiga tukunye roho ameingia, utatawaza. Kweli kabisa. Tujiangalie. Daudi akaponzwa, lakini akamlani kamata ile laana. Swali hapo, kwa nini sasa yeye amekaa uchi? Kwani ni vizuri kuwa uchi? Tuseme Masai wanafungaga mikanda, ndio mavazi yao ya namna hiyo.
na wao hawakuwa na suruali. Daudi alivaa suruali? Alikuwa Myahudi. Kipindi kile suruali hazipo. Suruali nazo zina mkanda. Na wao wenye kuvaa milegezo sio inafika hapa na nani, halafu anavuta kwa dakika moja unavuta mara 5. Siache tu idondoke, kwani si ni halali yake? Ungeweka mkanda. Kwa nini usishone kabisa ya kufika hapa? Unaelewa vyanzo vyake? Lile ni soko. Zile underwear zikitoka za Kichina wanakushonea na nguo ambazo ni milegezo, itakuwa ina nani? Ukifanya hivi wanaona unauza, unatangaza biashara. Biashara ni matangazo. Wewe uko kutangaza biashara za Kichina. Ndio hivyo hata nyumbani kwa Bwana. Tumekosea sana. Tujitahidi tu. Vaa vazi ambalo limekaza na mkanda. Mikanda ipo. Ipo tu, hela tu. Wanaume tujitahidi. Akina mama tujitahidi. Usije ukakaa mahala ukanani ukataka kunani hivyo wanaume wakaisha. Watasahau ibada. Hawajaumbwa hivyo. Ndio maana wakasema mavazi yanaweza kusababisha ibada isiende. Akili ya mtu imeng'ata. Wanaume hakuna aliyeokoka pase kwa mazingira hayo kabisa. Uongo ni mbaya. Watu watakosea ibada. Jitahidi tu. Umeumbwa vizuri, mama mzuri, jistiri vizuri, unapendeza, asante, shwari. Humo ni kwenye ibada. Mambo hayo yana mandhari yake ya kujimwaga huko. Sio kwenye ibada, nyumba ya Bwana. Na ndio maana mavazi yalitengenezwa kuficha nini? Uchi. Jamani, uchi ndio shida, uchi. Mungu walishona majani ya miti. Yeye kaona kwamba bado wanaonekana ngozi, mavazi ya ngozi yenyewe inakava vizuri. Kwani unafikiri si mpango mzima? Kisasa. Sawa, kisasa. Too much is harmful. Nenda moderate. Sawa, usilifanye lifike hapa watakucheka sana, angalau basi unaangalia. Sasa ndio paka hapa. Watu watakufa, watazimia, hawataabudu. Takuwa hujawa na moyo wa kweli. Tujitahidi tu. Twende tu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na wanakwaya application nayo hiyo. Wanakwaya mjitahidi. Tena wanakwaya Roho akiingia sasa utakuwa Daudi. Ila wewe hautalani vikaingia. Nimesema barikini wala msilani. Tujitahidi. Na tusiwe na upendeleo. Tukae vizuri kwenye hii kwaya, walimu wa kwaya na viongozi. Kila mtu ana section yake humo. Akikosea hayu ibada tena. Unakuwa sio moyo wa kweli. Wakati mwingine unaweza ukakosea kidogo tu. Sio ni mwenyekiti, sio ni katibu, sio wanaopanga nani aimbe. Wimbo una masoro 3. Alikuwa na soro huyu, halafu umechukua huyu umechomeka hapo bila hata mawasiliano yoyote. Vurugu kabisa. Alikuwa amejiandaa sawa na kwamba nimejiandaa kuhubiri, baadaye imefika kuhubiri, anasimama mwingine anasimama hapo. Ni huyo. Kweli nina roho wa Mungu,
lakini nina ubinadamu. Tafika mahali hatutaabudu. Sasa waliniona mimi sijui kuhubiri. Walinionaje? Yatainuka tu. Kumbe tumekosea mahali. Badala ya kuwa na ibada nzuri, wanatoka watu, msema wa kisasa, kimeumana. Huko ni miswaki, mtaondoka havidogi. Tatoka hapa na mitandao ya leo imerahisisha, zitaanza kutwangwa. Ulisikia? Mimi kimeniuma. Mimi yani sijisikii. Siimbi tena. Hata rudi tena kuja kuimba. Na wewe utakapofuatwa, wasema labda hawafanyi mazoezi. Mwanadamu ana mapungufu mengi tu. Ukitaka umkandamizie kwenye nani, hata wewe hautaweza kusimama. Sasa kukuchambua, wanakwaya wa huko nani waliimba utabakia kilo 2. Ukichambuliwa utabaki kilo 2. Neema ya Mungu tu. Tuvumiliane tu. Tufuate tu taratibu. Sisi tukawa tunakusanyika kwa hadhara kwenye nyumba ya Mungu, hakuna moyo wa kweli. Sasa tunaabuduje? Baba Askofu anasema nina kanisa langu Ukonga huko. Yuko mchungaji kwa. Kumbe vurugu tupu hapo. Kumbe ninawakera. Nikianza kuhubiri nayo mipasho sio mipasho. Jamani, si wapashi, ilikuwa ni application. Na wapenda. Ila mipasho haitakiwi. Ni bora tukae nikuambie unakosa hisi kutunga mahubiri kwa sababu nimesikia, nimekuona, halafu nije nikutengenezee hubiri. Mwanzo mwisho utajiona ni wewe tu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nalo kama ni mchungaji, ni mtumishi wa Mungu, nitakuwa sina moyo wa kweli. Sijui mnanionaje. Yesu alisema kwamba watu wapande hii wananisema mimi kama nani? Wewe kama Elia, kama nani? Na ninyi. Kwa hiyo utasemwa tu. Usisikie umesemwa hata kama ni kwa ubaya. Tulizana. Njoo kanisani, kwenye nyumba ya Bwana, nyumba ya sala, msemee sasa. Hapo ndio kwenyewe. Msemee. Simeandikwa. Adui yako akikukosea, fanya nini? Mwombe. Akiwa na njaa mpe chakula, akiwa na kiu mpe maji. Leo hii ni vigumu sana kulitimiza hiyo. Hata kama tuko kwenye nyumba ya Bwana ni magumu. Kwa hiyo sasa kwenye vikundi vya kwaya napo lazima tuangalie application. Tuende kwa ukamilifu kabisa. Tusiwe na upendeleo kama huyu ana asoro huyo, kama amepangwa awe huyo, na yeye huyu utampanga wakati mwingine. Kila kitu kiende sawa. Kiende sawa. Ukikosea tu na upako unaisha, haviimbiki hapo. Hata kama una sauti nzuri, inaweza ikawa kama debe tu kwa nani. Kwa hiyo ni kweli makwazo yanakuwepo. Tujitahidi basi tunapokuwa katika nyumba ya Bwana. Tuwe na moyo wa kweli. Basi ndio biashara yetu inayotukokota hapo. Na katika vikundi vyetu, nirudie kusema ya nyuma, si niliwahi kusema. Tunapokuwa katika vikundi, anayekuja kuingia kwenye kikundi, kuna taratibu. Kwaya ina kanuni, kwaya ina katiba, mzifuate. Nilifika mahali fulani, nikaona kuna wainjilisti koma. Lakini wainjilisti hao wanahubiri watu huko, ati wasichana. Kesho namwona yuko kwenye kwaya naimba. Halafu anatambulishwa na yule, Bwana Yesu asifiwe. Mungu amenisaidia. Nilikuwa katika injili, nimepata tunda hili hapa. Yuko kwenye kwaya. Ameingiaje kwenye kwaya?
Hatujaona hata utambulisho wake, hujamtambulisha kwa mchungaji, wazee wa kanisa hamjui, yuko kwenye kwaya. Ameingiaje huko? Akileta chuma ulete. Unafahamu? Kuna chuma ulete za kiroho utakoma nazo. Na atakakoma nazo na mchungaji nitakoma nazo. Maana si huko. Weza kuja mtu akatengeneza kwa madhabahu akaja ili kuiba kibali. Watu wanaenda kwa waganga huko. Sio kila mtu anayeweza kuja. Wakitokaga mikoani kunaga utambulisho. Amenyimwa utambulisho au amekuja mazingira kiniambia halo. Kiniambia pastoreti gani, hata kama simjui mchungaji tampata tu. Kuna wachungaji tampata tu na namba yake nitaipata. Halo. Huyu Mizengwe Pinda. Unamfahamu? Sawa. Nitamfahamu tu. Alafu atapita kwenye utaratibu. Na wanakwaya akipita kwenye chujio langu nimempokea, atapita pia kwenye chujio la wanakwaya. Hamnaka kuingia tu unamuonea huko madhabahuni. Hakuna utaratibu kama huo. Na sio kama tunaweza kuwakataa watu. Hapana. Kila kitu kina taratibu zake. Na hiyo ndio unaweza kusababisha moyo wa kweli wa katika nyumba ya Bwana unafutika. Halafu sasa kikosekana utaratibu, yatakapoanza kunani, huyo mpya labda sio ni mgeni atakapokuja atajisikia vibaya hata kutoka anatoka. Kumbe nyinyi hamna taratibu. Kumbe hatuna taratibu. Tunaitaga wateti tunaenda tena njia panda mikutano ya hiki. Joni kwangu ninyi mnaosumbuka na kulemewa na mizigo na mimi nitawapuni. Joni, mbona hawa wanaokuja sasa hamna taratibu za kweli? Mbona wanafika mahala wanaondoka? Yaani kama ni mkondo unakuja kwa kidogo, halafu huku wa kutolea maji unapanuka. Sasa wanakuja wanapitiliza, wewe huna taratibu. Kumbe shida pia ni kwenye nyumba ya ibada. Hatujakaa vizuri labda. Sina maana ya kwamba hayo tumekaa vizuri. Ni maandiko ambayo lazima tujipange hapo tusije tukafikia hatua hiyo. Kwa tujitahidi. Daudi akasema nalifurahi nilipoambiwa twende nyumbani kwa Bwana. Ndiyo mfano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa Daudi ni kava ya ufalme wa Yesu wa milele. Hata hivyo, mtu yeyote mwenye moyo wa kweli akupenda kuwa katika nyumba ya Bwana ni sehemu ya ufalme wa Yesu usiokoma wa milele na milele, na ni sehemu ya baraka. Tujitahidi. Wa mwisho, mfano wa mwisho na kushusha ni Hana. Samueli ya kwanza sura ya kwanza. Tusome mstari wa 8 hadi wa 18. Samueli ya kwanza. Sasa hapo na mimi nikimbie nikikuwahi nasoma maana muda wetu. Niliambiwa ni mwalimu sio mhubiri, lakini Mungu anisaidie. Sio kama labda ni mwalimu kuliko walimu wengine, kuliko Mwakasege na wengine. Kwa nafasi yangu hiyo inatosha, ya kakorido hako kanatosha, ila sikia tu neno la Mungu. Katika sura ya kwanza ya Samueli, sura ya kwanza ya Samueli ya kwanza. Sura ya kwanza ya Samueli ya kwanza, wa kwanza. Mstari wa 8, tasoma wa 8, 17 alafu wa 27 na wa 28. Wa 8 unasema Elikana mmewe akamwambia Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kuliko watoto 10? 9. Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Kumbe ilikuwa ndani ya nyumba ya Bwana. Umeona hapo? Mwimo wa hekalu la Bwana ni nyumbani kwa Bwana. Na huyu nani? Hana. 10. Anasema
Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Turukie mstari wa 27 na wa 28. Wa 27 na 28 unasema nini? Unasema hivi: naliomba nipewe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu niliyomwomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu wakati wote alipokuwa hai, atakapokuwa hai amepewa Bwana, naye akamwabudu Mungu huko. Si umeona akamwabudu Mungu wapi? Shilo, nyumbani kwa Bwana. Huyu mama mzee kabisa alikuwa ni mke wa kwanza. Wa pili wake alikuwa ni nani? Penina. Penina alikuwa na watoto, akaanza kumlingishia watoto. Huyu mama hakuwa na mtoto mpaka uzee umefika. Kwani uzee ukifika, yani hata siku na taratibu zimekoma kwa mwanamke, kuna tarajio kweli la kupata mtoto? Kibiolojia never. Lakini huyu mama alikuwa na moyo wa kweli. Kwenye hekalu anaenda na shida zake tu, japokuwa uchungu wake ulikuwa unabezi kwa shebedu za Penina, lakini kwa humo hakuwa anamuwaza Penina, alikuwa anamuwaza Bwana. Na ndio maana ukisoma utakuta kwamba alimimina moyo wake, roho yake kwa Bwana, alimimina. Unajua kumimina ni kitendo cha ukiweka maji kwenye ndoo unaanza kuyamimina hivi, vimiminika yanaishia hapo. Sasa hapo ni Hawa, moyo wake aliumimina, yani wote alimpa Bwana, yani alijitoka Bwana roho yake yote, akawa hajioni alipo. Na hata huyo mtoto aliyekuwa anamuomba, bora nipate tu mtoto na atakaa kwa Bwana utakuwa, yani alikuwa amekata tamaa, lakini imani ilikuwa nzito. Yani mpaka anawaza kwamba huyo mtoto hata sitaki kuwa na furaha naye, akae tu kwa Bwana, atatumika kwa Bwana, mradi awepo tu na mimi niwe na mtoto tu. Sijui kama alikuwa na, akaimimina roho yake kwa Bwana kanisani, hekaluni. Watu wanapokuja hekaluni, mje na shida zenu, uje na shida yako na changamoto yako. Wenye mimba waje na unampa Bwana, nilindie, kuna makifadulo na manini yanatokeaka. Hilo tu, mengine ondoa. Wenye biashara, wewe njoo na biashara, mbariki Bwana nani, lakini na wengine wabariki, na wengine usiwe mchoyo. Bwana fanya hivyo, njoo na hayo, tutoke na hayo, umwambie Bwana, uone kama inashindikana. Huyu mama akapata mtoto kwenye out of age, alikuwa nje ya umri wake wa kawaida wa kuzaa. Lakini kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Ukimwi nao unapona. Kumbe wewe ndio umeshindisha kupona kwa sababu imani ndogo. Sasa ninapenda kukaza hili kwamba kwa mistari yetu mwishoni, sasa wamemuuliza, huu mtini umenyauka. Tunashangaa. Akawaambiaje? Mkiwa na imani mnaweza si tu huu mtini kuunyausha, ila unaweza kuambia mlima huu ng'oka ukapandwe baharini, nao utatii kwa njia ya imani.
Tunapokuwa ndani ya nyumba ya Mungu, tuwe na moyo wa kweli, lakini moyoni imani nzito. Jamani, huu mtini ulinyauka, haukuwa mtini. Ingekuwa na muda tungesoma maandiko mengine. Ilikuwa ni taifa la Israeli. Lilikuwa limefika mahala pa kuwa ni kama tasa, yale makusudi ya Mungu. Maana taifa lile liliwekwa na Mungu ili kwamba azaliwe Yesu Kristo kwa ajili ya ulimwengu wote, na hawa wawe mashahidi, wawe wainjilisti kwa ajili ya ulimwengu wote, na hawa wawe na imani. Cha kwanza msingi wao wa imani ni Yesu Kristo. Walikuwa wamemkataa. Sasa kunyausha huo mtini ni kunyaushwa kwa taifa la Israeli. Yule ambaye hana imani hawezi kupita, ataishia. Lakini mwenye imani atasonga mbele. Ndio akasema mtu akiwa na imani na uwezo kafanya makubwa. Hiyo milima kuhama, usije ukangangana hama mlima kwa jina la Yesu, hama mlima, utakesha na hautahama mlima. Ni shida na maumivu ulio nayo, ni matatizo yanayokupinga, ni makwazo, ni maisha magumu, ni shida ulizo nazo, changamoto zote ndio milima. Kuna changamoto zingine ni milima kweli kweli, inakupaswa uwe na imani ya kutosha. Hilo ndio fundisho la pale. Kwa sababu Yesu hajawahi kutenda muujiza kwa ajili ya kukidhi matumbo yake au haja na njaa, hakuwahi. Kwa nini hapo ilikuwa hivyo? Biblia ni pori. Na hata tunaposema nchi miminikayo maziwa na asali, kule Yerusalemu, kule Israeli hakuja kuweko na maziwa wala asali, ukienda hutaiona. Maana yake ni nchi yenye neema na vyakula kwa wingi, ndiyo maziwa na asali. Basi nina hao msemo. Na hata hapo unaelezwa ni kwamba unazo changamoto, unazo shida, unakuja unarudi nazo, unakuja unarudi nazo. Kisa wenye midomo zao kila mara anatoka hapo. Na juzi alitoka, wewe uko kwa ajili ya kuhesabu hatua na mara zake za kuja hapa mbele na kurudi. Wewe ndio uko na hilo. Kuna moyo wa kweli then. Kila mtu apambane na hali yake. Unapokuja kwenye nyumba ya Bwana, uhakikishe na uamini kwamba wewe una baraka za kutosha. Haurudi kama ulivyo. Ila kama huna moyo wa kweli utarudi hivyo hivyo. Lakini wapo watabarikiwa, wapo watakuwa, kwa sababu wewe umejifunga katika woga, kwa sababu wewe umefungwa. Aidha labda usingizi tu masaa yote, aidha labda mambo mengine yanapita, unakuja kufanya wakisimama kwaya. Sasa wakati mwingine watu ukilania wanatoka nje, wanaobaki wanaweza wanakwaya kule nani kwenye mikutano, anamaliza kuimba na nani anatoka anaenda kununua miwa, anaanza kwenye miwa. Sometimes wakati mwingine na kwenye makongamano yenu hata kina mama unayaona yale yanayouzagwa pale mapochopocho, watu hawaingia hata kwenye makongamano. Anakwenda na nauli mmemchangia, anarudi, pengine anarudi hivyo hivyo. Alikwenda kula miwa, alienda kula nunua vile, anakuja anaonyesha zile pochi zenye nani, zenye twiga pale na nini, nilinunua hiyo, nani hiyo, na nini. Hizo ndio raha zinana, anatoka mtupu, kavu kabisa. Ndivyo tunavyofanyaga wakati sometimes. Tuangalie. Tulienda kwenye synod, sisi na mjumbe wangu tulizingatia. Kama ni kutoka ni kwa wakati maalum au kwa shida maalum. Kuna watu walikuwa hawaingii kwenye kikao, hawajui, hawezi kupresent kama alivyo present. Ni kama raha tu. Utoke hapa, watu kanisa limekulipia tena nauli ya ndege, halafu naenda kulala, halafu naenda kuishia kwenye mapochopocho ya hapo nje, kununua vitabu tu kitabu, na wakifika hapo wanapandisha. Gharama ya pale ni kubwa. Halafu nanunua hela hiyo. Halafu ukija huna hata cha kupresent.
Wapo wengine wenye moyo wa namna hiyo. Ni kweli kabisa, hata wakinisikia ndivyo ilivyo. Wajirekebishe. Sasa tutaishije? Kwa ndugu zangu wapendwa, napenda nimalizie hapo, nikomee hapo kwa kuwaomba. Tunapokuwa nyumbani mwa Bwana, tujue ni nyumba kwa ajili ya sala, ni kwa ajili ya ibada, ni kwa ajili ya sifa. Na kila mtu amtazame Mungu kwa moyo, amimine roho yake kwa Bwana kama Hana, aeleze shida zake bila hata kujali nani atasema nini. Hajakuumba, hajakununua, hakulishi, hakuviki, usimjali. Pambana na hali yako mbele za Mungu. Dunia hii tunahama, tunatoka, ni wageni. Hawezi mtu kutanua akajifanya nani. Wote tubarikiwe. Wewe, mimi naamini kabisa kanisa la Ukonga liko vizuri na nisikivu, na neno likitolewa nasikia, haijalishi muda umeenda, lakini Bwana ni mwema kwako. Chukua tu hatua. Na bahati nzuri nilikuwa nikiponda, ametuponda, sijui nimemponda nani, hata sijui habari ya mtu. Na wala si nani, hilo ndio neno la Mungu. Wewe unafikiri ukifika pale utalifafanuaje hilo? Utasoma tu basi, haya imeishia hapo. Watu watatoka hawajakuelewa. Wanataka utoe na kamfano angalau, lakini sio ulete shebedu. Sijui kama nimeleta shebedu mahali ambapo mtu sikueleweka, basi mtu na anisamee kama binadamu. Na Paulo alisema, lakini haya nanena kibinadamu. Mimi sijui kama nimenena kibinadamu. Roho alikuwa ananiongoza, ndivyo nilivyomuomba, ndivyo nilivyosoma, na hilo nimeliona. Na wewe utasoma uhakikishe sasa hapo niko kwa ninapita. Utaelewa mwenyewe, lakini neno la Mungu ni upanga. Ukiingia unatengeneza majibu wenyewe, sio maneno yangu. Na sauti yangu hata haitoshi. Ingekuja hapa ile nani, haleluya haleluya, ile sauti tu itakukonga. Lakini kama haina neno la Mungu humo ni debe tu. Sisemi kwamba huwa hawana neno la Mungu. Sipo kwa ajili ya kuchambua wengine si nimeanza kusema hivyo. Nimeanza kujihami, naendelea kujihami. Ninaomba kama kuna mtu ana shida yake, tumekuja nyumbani kwa Bwana, hakuna hata haja ya kusema shida yako ni nini hapa. Kama wanapopewaga ulifanya nini hapa, alafu ulimwengu wote unakuona, ni mbele za Bwana. Bwana ndio anayekusaidia, sio watu wanaotazama. Wanaotazama unafanya tu, nitakuwa nina malengo tu waone ni mwenye upako. Upako wa kujitazamisha, hakuna upako wa namna hiyo. Yesu mwenyewe alipowaponya alienda, nendeni mkajionyeshe huko, nendeni mkatoe sadaka, nendeni. Wala hakuwa na, hata kama ingekuwa ni wakati wa maiki kama hizi, sidhani kama Yesu angezitumia kwa namna hiyo. Lakini sisi leo tumekengeuka. Usiogope, kuhanda hayuko hivyo, sio mchambuzi wa habari ya watu. Njoo kwa Bwana, tunaenda kuomba tu basi. Karibuni wana present worship team. Kwa kifupi sana, msirefishe sana mpaka watu wenyewe Mungu anawajua, ila tunatumia tu kama, na ala nazo ni upako nao. Bwana ni mwema. Lakini hebu jikaze. Unaweza ukawa shida sio kwako, shida ni kwenye familia yako. Shida ni kwa watoto wako. Hata kama ni mume wako, muombe. Mke wako, muombe. Sasa unapotoka hapa usije ukasema mke wangu namuombea. Hiyo shebetu, hiyo midomo hiyo hatuwezi kupatana.